Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, kikundi cha ushonaji Mbamba Bay kilianzishwa mwaka 2023 na kusajiliwa rasmi tarehe 2 mwezi wa 3 2026. Aidha, kwa mwaka wa fedha 2025/26 halmashauri imefanikiwa kutoa mikopo kiasi cha shilingi milioni 400, fedha ambayo imetengwa na kukopeshwa kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, ikiwa ni sehemu ya 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri. Utekelezaji wa mradi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, kikundi kimefanikiwa kupata mkopo kiasi cha shilingi milioni 20 kwa ajili ya kuimarisha shughuli za ushonaji. Mradi huu unagharimu jumla ya shilingi milioni 27, ikiwemo jengo kiasi cha shilingi milioni 7, fedha za kikundi, gharama za mashine za kawaida kiasi cha shilingi milioni 1 na laki tano, mashine zinazotumia umeme kiasi cha shilingi milioni 10 na laki tano, na malighafi za ushonaji pamoja na vitendea kazi vingine kiasi cha shilingi milioni 8. Manufaa ya mradi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, mradi huu wa kikundi cha ushonaji Mbamba Bay unaleta manufaa kwa kutoa ujuzi na ajira kwa vijana 16 kwa wananchi wa wilaya ya Nyasa. Pia mradi huu unaongeza kipato cha kikundi kutokana na kuwepo kwa vitendea kazi vya kisasa, na jamii ya wilaya ya Nyasa pia inapata maeneo na jamii ya wilaya ya Nyasa pamoja na maeneo mengine wanapata nguo na mapambo kwa gharama nafuu. Hitimisho. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, kwa heshima na taazima, tunaomba ukague shughuli za kikundi cha vijana Mbamba Bay. Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Mwenge wa Uhuru 2026 oye! Mwenge wa Uhuru umefika katika mradi wetu wa vijana ambao wamekopa 10% ya mapato ya ndani. Mwenge wa Uhuru umepokea taarifa na umekagua mradi wetu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Nyasa, vijana wetu baada ya kukopa wameanzisha mradi wa ushonaji ambao wana mashine za kisasa kabisa, zipo za kutumia umeme, lakini zipo za kawaida ambazo wanatumia tu kawaida. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Nyasa, vijana wetu wanatengeneza nguo vizuri sana na mradi huu unaendelea vizuri. Hakika vijana wetu wanajenga uchumi wao binafsi, lakini wanaendelea kusaidia wananchi na kujenga uchumi wa nchi yetu. Tumie fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuelekeza halmashauri zote kutenga bajeti ya 10% na kuigawa hiyo 10% kwa vijana 4%, wanawake 4% na wenye ulemavu 2%. Vijana hawa wametumia fursa ya hiyo mkopo wa 10%, wao wanapata 4%. Wamechukua mkopo na wameanzisha mradi huu wa ushonaji nguo, na hakika wanapata faida kubwa, wanajenga uchumi wao binafsi, lakini pia wanajenga uchumi wa nchi yetu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Nyasa, niwashukuru nyinyi viongozi wa halmashauri ya wilaya ya Nyasa kwa kazi kubwa mnayoifanya ya kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwa kutoa mikopo kwa haya makundi maalum wa vijana, wanawake na wenye ulemavu. Na vijana ni moja ya kundi maalum ambalo mmewapatia mkopo. Kwa tunawashukuru sana kwa kuendelea kuwalea vijana wetu, kuwapatia fursa hasa hii ya mkopo. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Nyasa, niseme tu Mwenge wa Uhuru umeridhisha sana na mradi huu wa vijana, kwani kwenda kuboresha maisha ya vijana wetu na wainua kiuchumi, na vijana wetu wametumia hiyo fursa na sasa wanajenga uchumi wao na uchumi wa nchi yetu. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Nyasa, hata Mwenge wa Uhuru uko tayari kuzindua, kutembelea, kuweka alama ya kutembelea mradi wetu huu wa vijana, ili vijana waendelee kufanya kazi na vijana wengine wa halmashauri ya wilaya ya Nyasa waige mfano wa vijana wao. Mheshimiwa mkimbiza mwenge, huu ni kati ya miradi ambayo inaakisi maelekezo yaliyotolewa miaka 2 iliyopita na Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwamba mikopo ianze kutoka kwa njia mpya ambayo itakuwa ni rahisi zaidi kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Halmashauri yetu pamoja na mapato madogo iliyokuwa nayo, lakini imejitahidi kuhakikisha inatekeleza maelekezo yale na kuhakikisha vijana wanapata mikopo ile kadri walivyojaliwa na mapato yake. Tunashukuru mpaka sasa wale walionufaika wanajitahidi sana kuyapunguza, kuyalipa,
na kutekeleza masharti ya mikopo ile ili vijana wengine waendelee kupata. Pamoja na mikopo hii, naomba pia kuchukua fursa hii kuwaambia kwamba rais wetu amefanya pia arrangement ya kuhakikisha mikopo inatolewa pia na Wizara ya Vijana kupitia halmashauri. Zimetengwa bilioni 200 ambapo namna gani mikopo ile inapatikana, maelekezo yalishatolewa. Unakwenda ofisi ya halmashauri ya mkurugenzi, utaelekezwa jinsi ya kuomba mikopo hiyo. Kwa hiyo mikopo zaidi ya hii tunayoiona hapa na mingine, wito wangu kwa watu wote wanaochukua mikopo ni kuwa mikopo hii unapoipata inatakiwa kwenda kuzalisha. Sisi Wanyasa tunajifahamu, hii mikopo sio kuongezea mama mdogo, hii sio kuongezea mke mdogo, hii ni kwa ajili ya nini? Ya kuzalisha, ili ajira iendelee kuzalishana. Wanyasa oye! Mambo yetu oye! Jamani, mikopo hii ni kwa ajili ya kuzalisha. Wavuvi, upande Mheshimiwa Mkimbiza Mwenge, ninasikitika, upande wa wavuvi hakuna hata mmoja aliyeandikisha mkopo kuchukua katika ofisi ya mkurugenzi wa bilioni 200 ya Mama Samia. Tunaomba wavuvi pia mnatakiwa kuchukua mikopo, muende mkaandikishe. Msiogope, hakuna tajiri duniani asiyedaiwa. Hata Marekani inadaiwa, lakini unautumia mkopo vizuri kusudi uweze kufanikiwa pale ulipofikia. Hapa tuna kikundi tumekiona, kikundi ambacho kimenifurahisha kwa sababu ni kikundi kinachotoa ajira, kinachowezesha watu wengine kupata faida, kupata huduma. Tunasema ni kiwanda kidogo. Hii ni aina vikundi ambavyo tunavihitaji Nyasa, kama hivi vya maseremala na vingine kama hivi, vinawezesha watu kuweza kupata ajira. Na mimi leo kwa sababu nimeona kikundi hiki kinafanya kazi vizuri na kinakwenda vizuri, na mimi katika marejesho ya mwezi huu nitawachangia shilingi 500. Baada ya kusema haya, nasema karibu tena, na ninakuhakikishia utakapokuja safari ya mwakani utakuta tumeunda vikundi bora zaidi, vyenye utaratibu bora zaidi, na vyenye risiti zote na vitu vyote muhimu kwa ajili ya kikundi ili kiweze kuchangia katika ujenzi na uchumi wa nchi yetu. Asante sana.